Biblia inatuzuia sisi kuwakumbuka wafu ambao sasa ni ndugu zetu, lakini kwa habari ya kifo cha Yesu anasema fanyeni hivi kwa ajili ya kumkumbuka. Lakini Biblia inatuzuia sisi kuwakumbuka wafu wengine. Naona hapo sasa tunaona tunaingia katika swali la msingi sana, kwa sababu kuna mtu anaweza kukwambia kwamba ninyi mbona mnamkumbuka aliyekufa? Kwa nini mimi nisikumbuke wafu ambao ni babu zangu pia? Nisikumbuke wafu. Sasa kuna mwingiliano gani? Kwamba sisi mbona tunamkumbuka pia aliyekufa, na Biblia inatukataza pia kukumbuka ndugu zetu, amen, ambao waliokufa. Sasa ningependa niweze kukwambia kwamba kinachosababisha sisi tusiweze kuwakumbuka ndugu zetu, andika kwamba kuna utofauti kati ya maisha ambayo waliishi hao ndugu na Yesu Kristo. Kuna utofauti. Naomba katika somo hili nitafundisha kitu ambacho kitakusaidia, kwa sababu mpaka tunakuja kuhusishwa kula mwili wa Kristo, nimegundua kwamba kuna mwili tulikula na kuna mwili tulikula, na sasa ule mwili unatuzuia sisi kuwa na Kristo. Yaani Kristo akitutazama anatuona tayari tuna mwili ambao tunatakiwa kuuacha, ambao tunatakiwa kuuvua. Sasa huo mwili tulikulaje? Sasa ndio maana sasa tulikula kwa sababu ya hawa watu ambao tunaowakumbuka walikufa, na walipokufa na sisi tukaweka kumbukumbu za kuwakumbuka. Kumbe unapoweka kumbukumbu ya kumkumbuka maiti, amen, unapoweka kumbukumbu ya kumkumbuka mtu aliyekufa, kifo ambacho hukijui, tayari unainua mauti yake katika maisha yako. Unainua sasa ile mauti unayoinua kwa mtu yule ni mauti ya aina gani? Ndio kitu ambacho nataka ujifunze hapo. Aliishi kwa ajili ya nani? Mwenzako aliishi kwa ajili ya starehe zake, alienda kwa waganga kienyeji, alifanya vitu vya kila namna hapa duniani vichafu. Sasa tunapokwenda kufanya kumbukizi kwenye kaburi lake, maanake tunainua maisha ya mtu yule kwenye maisha yetu, kwa sababu si andiko limetuambia hapo kwamba tunapofanya vile kumkumbuka mauti ya Kristo ni kwamba tunainua ile mauti yake kwenye maisha yetu sisi. Sasa utofauti unakuja tena. Yesu aliishi kwa ajili ya watu, aliishi kwa ajili ya watu, aliishi kwa ajili ya watu, aliishi kwa ajili ya watu. Nikisema Yesu aliishi kwa ajili ya watu, naomba nisikilize vizuri hapo. Yesu aliishi, alizaliwa kwa ajili yetu. Biblia inasema babu yako unaweza kumkumbuka, hakuzaliwa kwa ajili yako. Mwenzako alioa, tena si mwanamke, si mmoja, wengi sana alioa. Leo unainua mauti yake. Sasa utakachokutana nacho kwenye kaburi utajua mwenyewe. Sasa huyu Kristo anasema ya kwamba yeye pia alikufa kwa ajili yetu. Tafuta mtu kwenye familia yako aliyekufa kwa ajili yako. Hata mama yako mwenyewe hatakubali. Amen. Sawa, wenzako wengi walikufa kwa madeni, wengine walikufa kwa matatizo, wengine wakafa wakafumaniwa. Sawa? Alafu sisi tunakwenda kukumbuka makaburi yao. Sasa tunapokwenda kukumbuka yale makaburi ya hawa watu waliokufa vifo ambavyo hatuvijui, sikiliza, matendo ya wale watu yanaambatana na sisi. Unanielewa? Tabia za wale watu zinaambatana na sisi. Na sisi tunapoinua mauti ya Kristo, tabia ya Kristo inaambatana na sisi. Maana ninyi mnaweza kujivika tabia pasipo hata kuelewa. Mnaweza mkajivika matendo pasipo hata kuelewa, kisa tu kuyakumbuka yale makaburi na kuinua ile mauti, kumbukumbu ya mtu yule. Unanielewa? Kumbukumbu. Ndio maana Biblia inasema tusiwakumbuke. Tusiwakumbuke. Hebu tuangalie kwanza kitu kimoja hivi. Inasema shetani ni mzee wa kukopi. Kabla watu hawajala mwili wa Kristo, aliwalisha mili ya watu wake. Kabla hawajamjua Yesu, shetani amewasidikisha mwili wake, amewalisha watu wake. Ndio maana hawabadiliki, ndio maana wana matendo maovu wengi, ndio maana wengi wana tabia za kurithi. Sasa naomba nifungulie maandiko matakatifu katika kitabu cha Luka 9 mstari wa 59 mpaka 60. Kitabu cha Luka 9 mstari wa 59 mpaka 60. Usomaji nipeleke hapo. Nasema,
Akamwambia mwingine, nifuate. Akasema, Bwana, nipe ruhusa kwanza niende nikazike baba yangu. Yesu alikutana na mtu mmoja akamwambia, nifuate. Amen. Akamwambia, nifuate. Huyo mtu akajibu nini? Nipe ruhusa kwanza nikamzike baba yangu. Nipe ruhusa nikazike baba yangu. Ukiangalia hii hoja ina maana kubwa sana kwa huyu kijana. Kijana anaomba ruhusa ya kwenda kumzika baba yake, na baba yake amekufa. Kwa dunia tulionayo sasa, Yesu anazungumza neno ambalo halileti hutu kwa baba yake. Anazungumza neno ambalo ni kama anadharau mauti ya nani? Ya baba yake yule kijana. Sikiliza Yesu alichokisema. Yesu anasemaje hapo chini? Akawaambia, waache wafu wazike wafu wao. Waache wafu wazike wafu wao. Amen. Anasema waache wafu wazike wafu wao. Umeelewa vizuri hapo? Wapendwa, tunasikilizana? Tunaelewana vizuri? Nani ameelewa hapo? Sasa nani azikwe? Nani anatakiwa kuzikwa? Akasema, waache wafu wawazike wafu wao. Wawazike wafu wao. Hapa ni nani anazungumziwa kuzikwa? Yesu anamtaja nani hapa? Nani anatajwa? Maiti? Mbona sioni kama maiti inatajwa hapo? Waache wafu wawazike wafu wao. Nani anatajwa? Amen. Ngoja nikwambie kitu. Yesu anamwonyesha huyu kijana anamwambia hivi, wewe unataka kwenda kuzika baba yako, lakini kuna kitu nataka nikwambie. Katika hiyo safari ya kwenda kumzika baba yako, nataka nikwambie jambo moja. Hutomzika baba yako, ila unakwenda kuzikwa wewe. Sijui unanielewa? Sio kwamba wewe ndio unaenda kumzika. Hujajua baba yako alikuwa anaishije hapa duniani. Baba yako ana maagano na nani? Ni kwamba acha wafu wazike wafu wao. Ni kwamba si kwamba tu wewe unakwenda kumzika baba yako, ila pia na wewe unakwenda kuzika usikivu wako, unakwenda kuzika uwerevu wako. Ndio kamwambia acha wafu wazikwe, na wale watakaohusika katika kumzika yule mtu kwa upendo, anasema nao pia watazika wafu wao, na hata wenyewe pia watajizika. Ni kitu ambacho Yesu Kristo anasema. Sasa kwa nini itokee kwamba hata hawa watu nao wanaokwenda kuzikwa nao wanajizika? Kwa nini? Huyu baba yake hakuwa na maagano na Mungu. Tayari alishafanya maagano mabaya kwamba mtu yeyote atakayenizika mimi, amen, na yeye atazikwa. Yesu anatuonyesha kwamba kuna misiba mingine. Amen. Sio, nisikiliza vizuri. Kuna misiba mingine unapokwenda kuzika, si kwamba unazika tu ule msiba, bali unazikwa na wewe. Sasa kwa nini Yesu anamzuia huyu kijana? Naomba uelewe, huyu kijana haijui hii nafasi ambayo wakati huu Yesu anaitumia kuzungumza na yeye. Yesu anamwambia huyu kijana, sikiliza, kama nitakuruhusu kwenda kumzika baba yako, wewe na mimi hatutaongea, hatutaelewana. Sitapata nafasi ya kuzungumza na wewe. Hutaweza kunisikiliza kama unavyonisikiliza sasa, na hata hii nafasi ya kuzungumza na wewe haitatokea tena, kwa sababu utakuwa umezikwa. Utakuja lakini utakuwa mfu. Amen. Kuna watu wanaishi, ukiwafundisha neno la Mungu hawasikii, kwa sababu wamezikwa na ndugu zao. Hawajazikwa na Kristo, ila wamezikwa na ndugu zao ambao walifanya maagano na Shetani. Ndio maana hapo sasa unapata matatizo ya kurithi, magonjwa ya aina mbalimbali watu wanayaibukia katika maisha yao. Ndio maana Yesu Kristo anamwambia kijana, no, usiende kuzika. Kama utaenda utazikwa wewe, sio kwamba utamzika baba yako. Maanake Yesu hapa anachokilinda ni mazungumzo haya ambayo wanazungumza mara ya kwanza kati ya Yesu na huyu mwanafunzi. Nataka nikwambie, baada ya kumzika baba yake, huyu mwanafunzi hawezi kukaa na Yesu, wala hawezi kumwelewa, wala hawezi kuongea naye, wala hawezi kusikia. Sasa unaweza kuona kwamba mauti za wanadamu zinainua nguvu ya kuzuia usikivu wa Mungu, na zinaua kabisa kuhakikisha kwamba watu wasiwe na uwezo wa kumtii ama kumsikiliza nani? Mungu. Kwa hiyo tunaposubutu kukumbuka
mauti ya watu waliokufa vifo vya dhambi, vifo viovu, miungu yao, matendo yao, maovu yao, uzinzi wao, uganga wao, vitu vyao, uchawi wao unaunganishwa na sisi, kwa sababu si kwamba hatujui walikuwa ni watu wabaya, lakini Yesu Kristo alizaliwa kwa ajili yetu. Lakini sasa sisi tunawakumbuka watu ambao waliishi kwa ajili ya tamaa zao hapa duniani, waliishi kwa ajili ya mapenzi yao hapa duniani. Na leo tunapowakumbuka watu wale, maovu ambayo waliyafanya yanakuwaga juu yetu, na tunapokumbuka mauti ya Kristo, wema ambao aliufanya unakuwaga juu yetu. Sijui mnanielewa vizuri? Unakuwaga juu yetu. Yeye aliishi kwa tamaa. Kwa nini usivae zile tamaa? Aliishi kwa mabaya. Kwa nini usiyavae yale mabaya? Tukisoma maandiko matakatifu, kuna kitu Mungu anatufundisha katika kitabu cha Mhubiri 9:5 kwamba namna gani ambavyo watu hawa wanatakiwa kulishwa mwili wa Kristo, kwa sababu kuna mili mingine wamelishwa. Amen. Ndio maana watu wanaipenda dunia, wanapenda maovu, kwa sababu hivi vitu wanavivaa kwenye makaburi. Navyokumbuka hayo makaburi. Sasa hebu tuangalie onyo la kitabu hiki cha Mhubiri 9:5. Biblia inasema ni kwa sababu walio hai wanajua kwamba watakufa. Kwa sababu walio hai wanajua kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote. Lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena. Maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Sasa maandiko matakatifu yanasema ya kwamba wafu hawajui neno lolote. Anasema waliokufa wanajua. Umesikia? Wafu hawajui neno lolote, waliokufa hawajui neno lolote wakiwa kabrini. Unanielewa? Yaani hakuna namna babu yako anaweza kuongea na wewe, Biblia inavyosema. Si unanielewa? Hakuna namna bibi yako akifa anaweza kuongea na wewe. Jinsi Mungu alivyomuumba mwanadamu, kama anatakiwa kukusaidia, anatakiwa kuongea chochote, anatakiwa kuongea akiwa hai. Ndio maana maandiko matakatifu yanasema hivi, walio wafu hawajui, lakini walio hai ndo wanajua. Kwa hiyo swali la kujiuliza hapa, mbona walio hai wanakwenda kuwaomba ambao hawaongei? Mbona wanaoongea wanakwenda kuzungumza na wasioongea? Sasa kinachoongea pale ni nini? Ama kinachozungumza kwenye yale makaburi ni nini? Amen. Anasema kumbukumbu lao limesahauliwa. Ukisikia ili neno inaposema kumbukumbu lao limesahauliwa, nataka nikufundishe kitu kimoja ukielewe. Usipende kutunza vitu vya mtu aliyekufa kama sehemu ya kumbukumbu, kwa sababu shetani atavitumia kuzungumza na wewe vile vitu vyake ambavyo wewe umevitunza. Ndio maana kule kijijini kuna koti la babu tunaweza kupewa likawa na majanga likaangamiza familia, likaleta uharibifu kwenye familia, msielewe. Naelewa vizuri? Koti la babu unaweza kupewa likaleta matatizo, usifanye mchezo. Na huyo aliyepewa koti la babu lazima aishi kama babu. Vipi kama kuna vitu vingi ambavyo unavitunza? Hebu sawa, tunaweza tukafanya hivi. Anasema kumbukumbu lake linasahauliwa. Tafsiri yake, mtu yoyote anapokufa, Biblia inakuambia tunatakiwa kufuta kumbukumbu zake, kwa sababu kuna hatari shetani kuzitumia zile kumbukumbu zake ili kukunasa wewe, ili kukupishanisha wewe na Mungu. Amen. Kuna hatari adui kutumia zile kumbukumbu zake ili kuyakamata maisha yako, ili kukufanya wewe muabudu shetani, kutumia zile kumbukumbu za yule mtu aliyekufa. Nilikuwa nina binti moja, nakumbuka nilikuwa namwombea. Huyu binti alikuwa anatunza picha za mama yake alikufa. Alikuwa kila akizitazama nalia. Umesikia? Kila akizitazama anafanyaje? Kila akizitazama, mtu akimuumiza kidogo tu, anaenda kwenye chumba cha picha mama yake, anaangalia, mama yangu ungelikuwa hai, haya yote nisingepitia. Kweli na hakika nilikuwa hai, nisingepitia haya. Na ungelipitia ungemlaumu nani? Si ungetafuta bibi yako pia usingekufa, nisingepitia haya. Na kama bibi yako asingekufa ungetafuta mwingine babu, na wewe usingekufa, nisingepitia haya. Kuna siku
yule binti alianza kulia, alafu akaanza kutetemeka sana, tetemeka sana. Sasa mtu mmoja akanipigia simu akasema, bwana, huyu analia alafu hatuwezi kuongea naye, anatetemeka sana. Mimi nikaenda nikamwangalia, nikasema mbona ni mashetani, lakini hoja anazozitoa mdomoni zina maana. Anasema nimemkumbuka nani? Mama yangu. Mama yake mwenyewe asikii huko aliko, kama mwanae anamlilia. Biblia inasema hivi, mtu yoyote aliyekufa, hata kama ukaenda kulia kwenye kaburi lake, hawezi kukusikia. Unanielewa vizuri? Hawezi. Kama hakukusikiliza akiwa hai, hawezi kukusikiliza akiwa amekufa. Kwa hiyo chochote utakachozungumza kwenye kaburi lake, yeye, mama yako, baba yako, mjomba wako, babu yako, hawezi kuona. Wapendwa, mnasikiliza vizuri? Hiyo ni Biblia inasema, sio maneno yangu. Amen. Sikasema mtumishi anakuletea habari gani hapa? Bwana, mimi naongea na babu yako. Nataka nikwambie babu yako anayeongea naye ni nani? Huyo sio babu yako. Amen. Kwa sababu kwanza na point hapa, aliishi kwa ajili yake, aliishi kwa tamaa zake. Kwa hiyo kitendo cha wewe kujipeleka kaburini kwenda kuzungumza na babu yako, nataka nikwambie unayataka aliyopitia baba yako. Kama alikuwa na wake 7, na wewe utapata hata 10. Kama alikuwa na anakunywa bia, utakunywa mpaka mataputapa. Unajua mataputapa? Sienda kumkumbuka babu yako, alafu akupe alipokuwa anafanya yeye. Kila alichokuwa anakifanya utafanya, kila alichokuwa anakiishi utakiishi. Umeyataka, utapitia changamoto kama alizopitia yeye. Kama aliachika, utaachika tu. Kama alisalitiwa, nawe jiandae baada ya kutoka kwenye kaburi la babu yako. Yale aliyopitia utapitia. Amen. Walizanje leo yaani mambo yatakwenda ovyo, utaweza kuamini. Maisha ya babu yako utayavaa kama suti. Sasa maandiko matakatifu yanasema kwamba wafu hawajui neno lolote. Sasa kwa nini hawa wanaojua, yaani Biblia inasema tena hawa binadamu wanaokwenda ndio wana macho, ndio wana nguvu, ndio wana majibu kuliko hata kaburi. Unaona sasa hawa wenye majibu, cha ajabu, wanaenda kwenye kaburi. Hawa wenye majibu wanakwenda wapi? Kwenye kaburi. Watu ambao wamekufa vifo ambavyo hawawezi kuwasaidia na hawawezi kuongea na hawawezi kuwasaidia jambo lolote. Biblia inasema hakuna mtu anayeweza kuongea kutoka wapi? Kwa wafu. Hebu tusome kwanza andiko moja, Luka 16 mstari wa 19 mpaka 30. Baba, hapo mtumishi utaenda haraka kidogo. Luka 16:19 mpaka 31. 16:19 mpaka 31. Akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri, aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi. Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombe yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri, hata mbwa wakaja wakamlamba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliinua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, auburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa kwa moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya. Na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, yetu na sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze. Anasema kule kulikuwa kuna shimo kubwa ili hata wasiweze kuwasiliana. Yaani kabla Yesu hajafa msalabani, hiyo inaelezea kwamba kule kuzimu kulikuwa kuna maeneo mawili, hii kabla Yesu hajafa, lakini sio sasa hivi. Anasema kulikuwa kuna maeneo mawili. Eneo moja kulikuwa kuna wahifadhiwa watakatifu, na eneo moja walikuwa wanahifadhiwa watu ambao wanateseka. Sasa huyu anasema, anamwambia kuna mpaka kati yenu ninyi na sisi, hakuna mwingiliano, hakuna ukaribu. Watu waliofanya mabaya walioko huko hawawezi wakaja huko niliko mimi, anaambiwa. Amen. Hawezi akafika huko. Huyu mtu kuna neno lingine akaongea hapo chini. Nimesoma tu. Wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Watu wa kwenu waliofika huko hawawezi kufika huko.
Akasema basi baba nakuomba. Basi baba nakuomba, sikiliza hilo ombi. Umtume nyumbani kwa baba yangu. Nataka atumwe mtu duniani. Akafanya nini? Kwa kuwa ninao ndugu watano. Kwa kuwa ninao ndugu, kuna watu wapo kule duniani, ili washuhudie nataka waambiwe kinachoendelea huku kuzimu. Ili wasije wao pia, nao pia wasije wakatumbukia huku, wakafika mahali hapo pa mateso. Wakafika hapa, bora nibaki mimi kuliko wale ndugu zangu. Akajibiwa nini? Ibrahimu akasema, wana Musa na manabii wasikilize wao. Kule duniani kuna watumishi wa Mungu wanahubiri Injili. Amen. Wanahubiri Injili. Akasema wasipowasikiliza, malizia kusoma. Akasema la baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu watatubu. Akamwambia wasipowasikia Musa na manabii, wasipowasikia Musa na manabii, hawatashawishiwa hata mtu akifufuka kutoka katika wafu. Mungu hana kanuni ya kutumia maiti, hana kanuni ya kutumia mtu aliyekufa. Unanielewa? Sasa ndio maana nataka tuingie hapo tuseme kwamba sisi tunakumbuka mwili wa Kristo kufa kwake. Kwa sababu gani? Kifo chake kinatofautiana na hao watu wengine walivyokufa. Kwa mkikumbuka mauti zao, matendo yao, tabu zao, shida zao zitakuwa juu yenu. Amen. Unasikia vizuri hapo? Sikiza Mungu anachokisema. Mungu anasema katika kitabu cha Marko fungu hapo 12:12, anasema mimi sio Mungu wa wafu. Yaani ukimsikiza Mungu hapa ni kama anakuambia hivi, mimi sizuii hayo makaburi kuongea. Sawa, yanaongea, ila nataka tu mjue mimi sio muhusika ninayetoa sauti kwenye makaburi. Basi tafsiri yake ni nini? Akisema mimi si Mungu wa wafu, tafsiri yake yupo Mungu anayeshughulika na maiti, na ambaye si Mungu, ambaye kazi yake ni kutumia vilivyokufa, na yupo Mungu kazi yake kutumia walio hai, na yupo Mungu kazi yake kutumia waliokufa. Ndio maana shetani wakati Musa amekufa akataka mwili wake, kwa sababu kwake shetani ni dili kutumia wafu waliokufa ili kuongea na walio hai. Naelewa vizuri? Ili kuzungumza na walio hai. Kwa walio hai sasa, baada ya kusikiliza ujumbe kutoka juu kwa Mungu wao aliyowaumba, wanasikiliza ujumbe kwa waliokufa kutoka makaburini. Naelewa vizuri? Sasa na Mungu anakataa, anasema mimi si Mungu. Kwa hiyo waliokufa, msikilize Mungu anachokisema. Anasema mimi ninatumia walio hai, na shetani anatumia waliokufa. Unaelewa? Anatumia wafu. Kwa hiyo kwenye familia yako, kama mtu yoyote akifa kifo cha dhambi, ukae ukijua muda sio mrefu ataingizwa kwenye matumizi ya shetani kuzungumza na familia. Atatumika. Ndio maana watu mnaota watu waliokufa, ndugu zenu. Umesema mama yangu nilimota, babu yangu nilimota, babu yangu wewe. Huyo unayemota, Biblia inasema yupo Mungu ambaye anashughulika na hao wafu, na sio Mungu wa mbinguni. Anashughulika na hao waliokufa. Na Mungu anasema yeye Mungu anatuma manabii ambao ni watumishi wa Mungu kama anavyomtaja hapa Musa, lakini shetani anatuma wafu. Unaona? Mambo yanabadilika. Sasa useme tu kwamba mimi nitaendelea kuongea na babu yangu, shauri lako. Endelea kitakachokupata huko. Utaishi. Na waliowahi kwenda huko lazima wataishi kama jinsi ambavyo babu zao wanaishi, bibi zao wanaishi. Sasa naomba nizungumzie kitu kimoja hapa. Ukisoma pia kirudi pale mtumishi wa Mungu kwenye kitabu kile cha Mhubiri 9, soma kuanzia mstari wa 1 mpaka 6. Mhubiri 9:1 mpaka 6. Ndio. Na kwa ajili ya hayo yote nikatia moyo wangu katika kuyatafuta haya, kuwa mwenye haki na wenye hekima pamoja na matendo yao yote kama mkononi mwa Mungu. Kwamba ni pendo au kwamba ni chuki, mwanadamu hajui mambo yote ya wapita. Anasema mwanadamu hajui mambo yote ya wapita, na mambo tunayopita duniani wanadamu hawajui. Sikiliza. Mambo yote yawatukia wote sawa sawa. Kuna tukio moja kwake mwenye haki na kwake asiye haki. Ndio. Kwa mtu mwema na kwa mtu mwovu. Ndio. Kwa mtu aliye safi na kwa mtu asiye safi. Kwake yeye atoaye kafara na kwake asiyetoa kafara. Ndio. Kama alivyo huyo mwema ndivyo alivyo mwenye dhambi. Yeye apaye na yeye aogopaye kiapo. Mstari 3. Kwa hilo ni katika mambo yote yanayofanyika chini ya jua kwa wote wanalo tukio moja. Na zaidi ya hayo mioyo ya wanadamu imejaa maovu. Na wazimu umo mioyoni mwao wakati walipo hai.
simba alikufa. Yaani anasema afadhali mbwa. Mbwa ni watu wa namna gani? Yaani mbona ukae na msaliti duniani, kwa sababu mbwa ni msaliti, roho ya usaliti, sawa? Kuliko simba aliyekufa, kuliko mtu aliyekufa na maagano, alafu wewe ukamgeuza kuwa mtu ambaye anakupatia taarifa za maisha yako, kwa sababu atahakikisha wewe unatekwa. Kwa hiyo nataka nikwambie kitu kimoja, makaburi ya ndugu zetu yanatuzuia na kuua imani ambazo Mungu ametupatia, na kuua imani ambayo Mungu ametupatia, kwa sababu shetani ili auwe vitu tulivyovibeba sisi lazima atumie miili ya watu waliokufa ili kutuunganisha na mauti, kutuunganisha na mauti ya wale wafu. Ikiwa sisi tunaunganishwa na mauti ya Kristo, shetani hana mauti, yeye pia anatuunganisha na mauti ya ndugu zetu. Sio kwa sababu yeye anatuunganisha na kifo. Yule mwanadamu alipokufa akapotea, mwili wake ulipopotea, Mungu aliposema kwamba mwanadamu umetoka katika mavumbi na wewe mavumbi, amen, amen, utarudi katika mavumbi. Shetani pale kapata mauti nzuri, akasema hapo sasa, hiki ndio kifo ambacho nitamuunganisha nacho mwanadamu. Hiki ndio kifo ambacho nitamuunganisha nacho mwanadamu. Atuunganishi na ile mauti yake, anatuunganisha na mauti ile ile ambayo alikufa nayo mwanadamu. Ndio maana sasa anatupatiliza kwenye kaburi la ndugu zetu. Sasa jinsi ambavyo tunaunganishwa, nataka ni wafundishe vitu kadhaa hapa. Naomba akili yako ielewe jinsi ambavyo tunaunganishwa. Amen. Mtu akifa, mtu yote akifa, amen, amen, unasikia tunasubiria siku ngapi? 40. 40. Tena kwa sauti. Nasubiria siku ngapi? 40. Hizo 40 tunafanya nini? Za kuanua matanga sio? Amen. Siku 40. Sasa jiulize, kwa nini zisiwe 30? Kwa nini zisiwe 40? Amen. Amen. Mtu akifa anasubiriwa siku ngapi? 40. Haya. Yesu alifunga siku ngapi? 40. Sawa? Musa alikuwa anaandika kitabu kule mlimani. Miaka mingapi? Siku ngapi? 40. Amen. Amen. Yakobo walimuombolezea siku ngapi? 40. Za mwezi ngapi? Amen. Amen. Kuna nini kwenye hii namba ambayo inaitwa 40? Amen. Amen. Kuna siri gani imejificha kwenye hii namba inayoitwa 40? Kweli nikwambie, Yesu alipotaka kuingia kwenye huduma yake yenye nguvu alifunga siku 40. Maana yake kwenye siku 40 hapa imebebwa siri ya kuzaliwa kitu chenye nguvu, upande wa giza na upande wa Mungu. Na hii ni siri ambayo shetani anaijua, na sisi pia tunaijua, kwa sababu ukitaka kufunga na kuomba, ukifanikiwa kufunga siku 40, lazima kuna kitu kizuri kitatokea kwenye maisha yako. Ukifunga vizuri, usipitie vita, amen, lazima kuna kitu kizuri kitatokea katika maisha yako. Sasa hizi siku 40 zilizowekwa hapa, hizi siku 40 shetani anazijua. Katika ulimwengu wa roho, adui ameweka na yeye mtego wa kuhakikisha kwamba ndani ya siku 40 kitu chake kinazaliwa. Kwa zile siku 40 mnazosubiria kwamba huyu ndugu tutanua matanga sasa amjui mnachoenda kukichukua makaburi na kukileta nyumbani. Amen. Sikiza vizuri. Wakati nina andaye ni somo, nikana mshuhudia mtumishi wa Mungu hapa. Nikamwambia kwamba mtumishi wa Mungu pita hapa. Sasa yuko anachukua kamera hapa, anachukua picha hapo. Nikana mshuhudia, nikamwambia kwamba hivi unajua ndani ya siku 40 kuna kitu kinazaliwa? Nikana muuliza yuzi pale upande wa giza, zile siku 40 ambazo tunasubiria za kuanua matanga, kuna kitu ambacho kinazaliwa kwenye kaburi ambacho sio kitu cha kawaida. Mtumishi akasema, mtumishi, mimi najua hilo jambo nalifahamu kiundani sana. Sasa ngoja nikupe ushuhuda. Akanipa ushuhuda ambao nilimshangaa sana. Amen. Mtumishi, naweza kutupatia kidogo story? Hebu tuelezee kidogo huo ushuhuda.
atuelezee kidogo, patie mic hapa mtumishi wa Mungu. Akuelezee namna ambavyo kila kabila na mila yake. Hebu mtumishi wa Mungu atuelezee kidogo hapo. Atuelezee kinachotokea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika familia yetu sisi, mimi wakati nazaliwa nimekuta wanaabudu mizimu. Na katika hiyo familia nimekuta wanaabudu mizimu. Sasa katika hiyo familia sisi kuwa mtu mkubwa akifa, ili kumweza kumuibua kwamba awe mzimu, zinasubiriwa siku 40. Na zile siku 40 zikitimia, wanapika pombe pale nyumbani. Alafu wakipika ile pombe, wanachukua fimbo. Wakichukua fimbo, wanaenda kuchapa kaburini. Alafu wakichapa ile fimbo, ni hizo baada ya siku 40 sasa. Wakichapa ile fimbo, wanaondoka nayo mpaka nyumbani. Wanaenda kuweka nyuma ya mlango. Wakiweka nyuma ya mlango ile fimbo, baadaye kuna mtu atakuja anatengeneza kwa ishara ya nyoka pale chini. Sasa siku zinapozidi kwenda, kale kanyoka katatokea. Alafu kakisha tokea kale kanyoka, kanaanza kukua, wanakaletea chakula. Chakula chake ni unga, wanaweka mpaka anakuwa anakuja kuwa chatu. Na baada ya kuwa chatu, yule nyoka wanatengeneza sherehe pale nyumbani. Wanasema wanamtoa sasa, hapo tayari ukamilifu umetimia kwenda kumpeleka msituni. Lakini pia nilikuwa nafuatilia pia upande wa pili kwa habari hii ya hili jambo. Na watu wa Freemason pia mtu akifa, wanamsubiri siku 40 ndio wanasema wanatimiza ukamilifu, wanamchukua kwenda kumwekea sherehe ili aanze kufanya kazi yake. Asiendelee mengi kwa sababu ninahubiri, mchungaji aendelee. Amen. Sasa hii ni siri ambayo upande wa giza ina siri kubwa na upande wa Mungu pia ina siri kubwa kwenye hii siku 40. Amen. Kuna kitu ambacho kinakwenda kuzaliwa katika ulimwengu wa roho, kwa sababu tangu siku ile mtu anazikwa, kwenye mioyo ya watu kuna maandalizi katika mioyo yao, yaani wanaitamani ile siku. Sasa ile kiu ambayo tunaijenga, tunasubiri nini? Siku 40 zifanyaje? Zipite. Amen. Hata mtoto akizaliwa siku 40, tunasubiri siku 40 zipite. Ule utayari wenu ndio mnashiriki kuumba kitu kitakachozaliwa ili kuwamiliki nyinyi nyote katika familia. Hakiwezi kuweza kufanya kazi ile siku ambayo mnakiibua, kitaanza kufanya kazi siku za baadaye sana. Ndio maana unaweza kujiuliza, mashetani nasema mimi ninawatawala au mimi ni kiongozi wenu. Baba, ni kaburi naongea roho ya baba. Kuna roho ndani ya siku 40 inaumbika ndani ya ile kaburi ambayo ni roho ya shetani, itakayozungumza kama babu yako, itakayozungumza kama bibi yako. Nataka nikwambie, mtu yeyote aliyekufa akaenda kuzimu, ukiongea naye kabisa ukafanikiwa kuongea naye, atakwambia kuogoka. Mateso yaliyoko huku sio ya kawaida. Shetani anatumia lile kaburi kuweka sauti yake, anaigiza sauti ya ndugu zako, yoyote yule ataongea kama babu yako. Kuna wakati fulani tulikuwa tunaombea mtu hapa, wakatueleza wakasema hakuna mtu anaongeaga. Yaani hujamtumikia shetani vizuri alafu unaenda kuzimu kufanya nini? Unakula adhabu. Anakupiga mpaka unachanganyikiwa. Alafu yeye mwenyewe anafika pale kwenye kaburi, anaanza kuhubiria ndugu zako. Anaanza kuambia babu yenu sio yeye, ni pepo linaongea, ni mizimu. Jambo ambalo unatakiwa kujiuliza, jiulize kitu kimoja. Leo mimi hapa naitwa mtumishi wa Mungu Wilson. Amen. Nikiwa hai hivi, kuna vitu siwezi kuvifanya kwako. Hata kama ukiniuliza eti nikusaidie nikuletee baraka, kuna vitu hata siwezi kukuletea. Cha ajabu nikifa mimi eti naweza nikakufanya ukaingia kwenye ndoa. Naweza nikaifanya ndoa yako ikawa na amani. Mimi eti naweza nikakufanya ukabarikiwa. Ni mimi huyo baada ya kufa. Sasa wewe ujiulize, huo uwezo niliupata wapi? Huo uwezo kwa nini niliupata kaburini? Kwa nini sikuwa nao hapa duniani? Amen. Kwa nini hiyo nguvu sikuwa nayo? Unaona, ukisoma pale kwenye kitabu cha Mhubiri anasema watu wametiwa wazimu. Sawa? Leo wamekuwa kama wazimu lakini wapo hai, wanatembea. Adui anajua kudanganya watu. Sawa? Adui anajua kupotosha vichwa vya watu na kuwatia watu ujinga, na hawawezi kuelewa na kufahamu hiki mnachokifanya ni kitu kibaya. Shetani anazungumza na watu hawajui.
Kwa hiyo ikiwa kuna mtu kwenye familia yeye akigundua kwamba kuna watu ambao kwenye familia wanakuwa na faida sana na hizi siku 40. Sasa wakigundua ni mjanja kidogo kuhusika kwenye hizi siku 40 ili waibue kile wanachokitaka ili kiweze kuwanufaisha na kuwasaidia, kuna mambo tu watayafanya. Watakwambia bwana, kuna sherehe ya kifamilia, kwa mfano na siku huko Uchagani kuna sherehe za mwezi wa 12. Mtumishi wa Mungu atakapohubiri hapa atatuelezea zile sherehe jinsi zilivyo. Wanaanza kwa roho na maliza kwa mwili. Sawa? Wanaanza vizuri, maombi yanaanza, lakini baadaye sasa wazee wa mila wanakuja, wanamaliza kila kitu. Sawa? Sasa zile sherehe, wewe ukiwa huku ama ukiwa kazini kwako au ukiwa umeokoka, wanakuambia bwana, changia hata mchango kidogo. Unaelewa? Changia tu mchango, unachanga mchango unapeleka. Kile watakachokiibua kitamiliki mpaka maisha yako. Kile watakachokitoa kule kitamiliki mpaka maisha yako. Ndio maana katika ulimwengu wa roho, Yesu Kristo tunajikuta hatuwezi kumtumikia vile tunavyotaka, kwa sababu tuna nafasi kubwa na huu mwili wa mauti kuliko mwili wa Kristo. Unanielewa vizuri? Tuna nafasi kubwa na huu mwili wa mauti. Tamaa zote zinatoka kwenye hilo kaburi. Mabaya yote yanatoka huko. Dhambi zote zinatoka huko. Yaani shetani hatumii nguvu kutulizisha mambo yake. Ni taratibu, anatumia akili sana. Alafu anatumia hoja za msingi sana kutuhusisha kwenye hivyo vitu. Na sisi hatujui. Anatumia watu wenye akili kuhakikisha kwamba tunaingia kwenye mambo. Tukiingia, ule mwili unapoinuliwa, matendo ya yule mtu, uovu wa yule mtu wote unakuwa juu yetu. Kile kitendo cha kuikumbuka ile maiti ya yule mtu, maisha yake yanakuwa juu yetu. Na uharibifu wote aliofanya, miungu yake, mapepo yake. Nasema, mimi mbona sije kulisi mchawi? Utalisi, tuendelee kuhusika kwenye hizo kumbukumbu. Kuna binti mmoja nakumbuka alikuwa anafanya kazi eneo fulani hivi. Alafu ile nyumba usiku watoto kana lalamika usiku, wanasema wanakabwa. Wakawa watumishi wa Mungu wanafika, wanaomba mambo yaeleweke. Sasa mimi akaniita mama, akamwambia bwana, watumishi wa Mungu wanakuja hapa wanaomba sana, lakini vitu bado vinaenda vile vile. Watoto wanaomba sana. Nikatafakari nikasema, kama watumishi wa Mungu wanakuja hapa wameomba alafu mambo yaendi, nini kinaendelea? Sasa na mimi si nikiomba mambo yatakuwa vile, nikaanza kuchunguza nini kimejificha hapa. Nikakaa nikatulia sana. Nikasema naomba nimwombee mtu mmoja. Akafika wa kwanza nikamwombea. Wa pili nikamwombea. Wa tatu nikamwombea. Akaja kufanya kazi. Alipokuja kufanya kazi nilipomwombea. Sasa kujua mimi namchunguza, hapo hajalipuka pepo. Nikamwona anashika kiunoni. Mimi nikamwangalia. Mimi nakuombea unashika kiunoni, unatafuta nini? Akashika kiunoni. Aliposhika akashika hivi. Alafu hapo inaanguka pepo. Yaani akabana hivi. Kumbe ile kibana pale kiunoni, wewe unapoteza nguvu za kuomba. Alafu ujui. Baadaye nikauliza, wewe umeshika nini? Naye karibu umenijuaje? Sawa, umenijuaje? Nikasema nimekujuaje? Umeshika nini? Akaniambia, mchungaji, naomba unisamehe. Mimi bwana nilipewa shanga 2 na bibi yangu. Bibi yangu alikufa, alisema shanga hizi apewe nani? Mjukuu. Hizi shanga bibi yangu analitokea. Huyu ndo anayeloga watoto hapa nyumbani wanaumwa kila siku. Akasema ili kimwambia bosi anafukuza kazi. Bosi mwambie siku kutoka nje kidogo, mimi naomba na binti yako. Kaambia ili kimwambia bosi anafukuza kazi leo. Sasa binti shanga alipewa. Unaona jinsi ilivyokuwa na kazi nzito. Unapewa kitu tu kimoja ambacho kitakuzuia kuishi kwa mapenzi yako, na lazima utaishi sawa sawa na babu yako au bibi yako. Kuna watu mimi nilikutana nao hapa Dar es Salaam. Unakuta unamwombea mtu, mizimu inasema huyu hawezi kunisikiliza kwa sababu hasikilizi kaburi la babu yake. Yaani umefungwa kwenye ile kaburi. Ulifungwa wakati gani? Nikuuliza, ulienda pale ukafungwa? Hapana. Ulifanya nini? Ulienda kwa mganga? Hapana. Kuna vitu tu ulisirikishwa. Kuna vitu tu ulipewa ulivyokuwa kule nyumbani. Sawa? Ulivyokuwa mtoto mdogo. Kuna vitu tu ambavyo ulipewa. Hapa tunataka kuzungumzia kiundani zaidi vile vitu ambavyo wanachukuaga. Kuendelea kushiriki yale mambo, unaunganishwa. Kwa hiyo sisi kabla hatujala mwili wa Kristo, kwa nini ije pointi ya kula mwili wa Kristo? Na kama hatujalishwa mwili wa mauti. Ndio maana tunakuwa na nguvu ya kufanya mambo yanayokufa. Kwa sababu ile mauti inakaaga ndani.
tunakuwa na nguvu ya kuwadharau wengine. Yesu akisema samehe, unaanza kuwa na kiburi, kwa sababu mauti inakaa ndani. Kiburi, Yesu anasema anafanya hiki, unabisha ndani, kwa sababu mauti inakaa ndani. Lugha chafu, kwa sababu mauti inakaa ndani. Kama sisi mauti isingekuwa inakaa ndani yetu, tungemwelewa Yesu anasema nini. Amen, amen. Ila kile kitendo cha kutokusikia, kile kitendo cha kufa moyo katika kumtumikia Mungu, ile mauti ya kwanza ina nafasi kubwa na maisha yetu, alafu sisi tunakuwa tujui. Na mtu huyu hata kama akiokoka, ile mauti ya Kristo inakuwa haina nafasi na maisha yake. Ndio maana bado anaweza kuwa na nafasi tena ya kuendelea kutenda dhambi. Jamani, si mnaeleweka vizuri hapo? Kabla hatujala mwili wa Kristo, tujue kwanza mwili ambao unatutawala. Ndio pale Biblia inaposema ya kwamba mtu akipenda mwili, kumpenda Mungu, akipenda dunia, matendo ya mwili ni adui. Sasa nikatafakari, kwa nini mwili uwe adui? Kwa nini mwili upende tamaa? Kumbe umepatanishwa na kaburi, umepatanishwa na wafu.